mdada mrembo anaitwa Maya. Basi hii ni saa 6 usiku, lakini yeye amekaa tu hapo nje ya geti. Hatujui nini kimemfika mpaka sasa hivi anaonekana amekaa hapo huku analia kichizi. Basi kuna jamaa anaitwa Alex amefika hapa na ndinga yake, anamuuliza binti, mbona ni muda ambao wewe hautakiwi kukaa nje kabisa? Hauogopi? Kuna mbwa huku, kuna wanyama wakali. Twende nikusaidie, mimi nakaa hapo jirani tu. Basi binti kwa vile alikuwa hana pa kwenda, ikabidi akubaliane tu na mshikaji. Jamaa akamchukua mrembo akaenda naye mpaka nyumbani kwake. Basi Alex anamuelekeza Umaya akajisafishe uko washroom na nini, yeye akaketi zake hapa sebleni anaangalia movie. Basi binti amerudi hivi, mtoto ananyashi hivi, unaambiwa binti amerudi ameketi kwa pembeni, wote wanaangalia movie. Movie ilikuwa inaonekana inatisha kidogo. Basi Maya akajisogeza mpaka pembeni ya Alex hapa, huku anashtuka tu, anaogopa mara ajifiche. Huku Alex anacheka tu, anamwangalia binti anavyoogopa hii movie. Anamwambia mbona ni movie ya kitoto kabisa. Basi katika kuogopa pale, sasa akaenda kuogopa mpaka kwenye kifua cha mwana. Huyu binti hatuelewi ni nini kimemkuta, lakini ana miemko kichizi. Anaanza kumshika jamaa huku anaanza kumpa kisi. Mwana naye miemko si kamponza. Anamwambia vipi wewe, hauna mume kweli? Lakini binti anaambia hayo mambo sio ya kuongelea kwa sasa hivi. Basi jamaa akalainika, yaani hata hakutaka kujua kama huyu binti anaishi na nani na kimemkuta nini mpaka muda ule yuko nje. Lakini jamaa akajiachia, akaichapa. Asubuhi hivi wanaamka, ni nguo kule, kila kitu kwake. Basi binti amekuwa wa kwanza kuamka na jinyosha hivi, kaangalia kulia na kushoto. Basi akaingia kwenye moja ya shelf hivi, akachukua kidari. Huyu binti hatujui ni nini kimemsibu, lakini anaonekana hayupo sawa kidogo. Kachukua hii dari, anaanza andika hapa. Sijui ni nini anaviandika, lakini tutajua mbele ya safari. Huku Alex yeye amelala, Maya huku anatabasamu tu, anaandika kile kimemo chake huku anacheka. Basi alivyomaliza kibarua chake cha kuandika pale, kachukua wigi lake, kachukua kila kinachomhusu, akapita hivi. Basi Alex ameamka, yeye ajui ni muda gani huu binti ameondoka pale. Akachukua kile kimemo, akaenda kukutana na rafiki yake. Rafiki yake anasoma kile kimemo huku anacheka kichizi. Kimeandikwa, asante sana kwa kunifanya nijihisi kama mimi ni binadamu tena, na nimependa huduma yako. Yaani binti anamsifia mshikaji kuwa amemweza kumfikisha ipasavyo. Basi wakati huo rafiki yake anamuuliza vipi kuhusiana na mpenzi wako? Jamaa anambia afu nilisahau, yuko airport sasa hivi ndo anafika. Anamwacha jamaa yake pale huku anaondoka, anafika mpaka kwa huyu mpenzi wake huku nyumbani. Yaani alitakiwa amfuate airport, lakini jamaa amesahau kumfuata mpaka anamkuta binti amefika mwenyewe nyumbani. Anamuomba msamaha na wanayamaliza. Demu anaitwa Ima. Basi kesho yake hivi jamaa yuko anaelekea supermarket, anamkuta Maya anatoka huko ndani. Anamwambia Maya, basi kabla hawajaongea sana, anatoka mchumba wake Maya. Yaani huyu jamaa ni mkatili kichizi. Unaambiwa hata ile siku pale huyu Maya anakutana na Alex pale nje usiku saa 6. Huyu jamaa alikuwa amemfukuza Maya nyumbani kwake. Basi anamwambia vipi nyoa wawili mnajuana? Alex anataka kumsalimia, jamaa aliondoka. Basi jioni kidogo Maya kumbe alipata mimba ule usiku. Amechukua kipimo cha mimba, anajipima hivi. Mistari miwili imeapia. Basi alikuwa anapata stress tu, na kutokana hana maelewano mazuri na huyu mpenzi wake. Unaambiwa wana miezi 4 hawajawahi kufanya tendo lolote. Kwa hiyo anawaza hii mimba niipeleke wapi sasa? Wapi ambako itaenda takubalika? Akarudi tena kwa Alex. Basi asubuhi mapema hivi anaenda kumgongea Alex. Alex anafungua mlango, anamkuta mtoto wa kike, anashangaa. Wewe unafanya nini hapa nyumbani kwangu? Nishakwambia hapa mpenzi wangu amerudi. Lakini bibi anamwambia sikiliza, ule usiku nimebeba mimba yako, na mimi najua hii mimba ni ya kwako kabisa kwa sababu sijafanya mapenzi miezi 4 sasa. Basi jamaa akamwambia hayo mambo hatuwezi kudiscuss hapo. Kamwandikia namba yake, akamwambia utanipigia usiku hivi. Jamaa amelala na mpenzi wake. Basi simu inaingia, bibi anamwambia nimefukuzwa na mpenzi wangu. Jamaa aliamka haraka kaenda akachukua gari yake, amemfuata huko mpaka udemu alikomuelekeza. Afika mpaka huku, anashangaa anamkuta bibie njiani, yani yuko na mabegi yake yote. Mpaka jamaa anashangaa, udemu amekuaje tena? Lakini kwa vile ashaingia mfumo na udemu anasema na mimba yake, hana pa kukimbilia, hana cha kufanya, yani inabidi aende na udemu mpaka mwisho wa safari. Basi kaenda akamchukua, akampakiza kwenye ndinga, akaweka na mabegi yake kwenye buti. Anamwambia tulia basi, acha pressure.
jamaa akawasha ndinga yake wakaondoka mpaka pale. Basi alimkodia hoteli udemu ili aweze kujipumzisha kwa ule usiku, huku akimuuliza imekuwaje, yani mpaka nakukuta pale usiku kama ule, ni kipi kimekukuta? Basi binti anaanza kumuelezea huko. Binti ana mangeu kinoma usoni, anaanza kumwambia mpenzi wangu amegundua kama mimi ni mjamzito, amenipiga kichizi na kunifukuza hapa nyumbani. Basi mwafaka waliofikia ni huyu bibie Maya aje kuomba kibarua cha dada wa kazi nyumbani kwa Alex. Yani ameangalia njia sahihi ya kumtunza huyu mwanamke na anajua kabisa amembebea mtoto wake. Basi akaamua amsogeze karibu na yeye, akamwambia aende akaombe kazi kwa mpenzi wake, awe dada wa kazi kwenye nyumba yake. Basi Emma yeye ni msichana ambaye hana shida kabisa, alimkubalia na akamkaribisha pale nyumbani. Asubuhi Emma anaamka, anakuta nyumba ni safi kichizi, yani hamna hata nzi analukaluka humo ndani. Akashangaa huyu ni nani ameamka mapema hivi. Muda huo Maya anatokea chumbani kwake huku anajichekesha chekesha kinoma, anaambia vipi boss, nikuletee na breakfast. Emma anashangaa alivyokuwa mchapakazi. Basi siku kadhaa mbele Emma alikuwa anasafiri tena, yani Emma yeye ni mtu wa kusafiri tu nje ya nchi. Basi leo alikuwa anasafiri tena, anaagana na Alex hapa nyumbani, wanabaki wawili. Basi heka zikaanza. Leo asubuhi Maya ameingia chumbani kwa Alex bila hata kupiga hodi, anambia nimekuandalia chai tayari mume wangu. Alex anashangaa, mumeo nani wewe mpuuzi? Haujui kama mimi na mpenzi na natarajia kufunga ndoa siku kadhaa tu hapo mbele. Basi usiku wa leo hivi Alex yuko chumbani kwake, anapigiwa simu tena. Yani misukosuko inaendelea tu humu ndani. Anapokea ile simu, kumbe ni Maya, anamwambia mshuka sebleni hapa kuna kitu nimekuandalia. Akishuka hivi anashangaa, yani hayo mapambo yake kama Wahindi unaambiwa. Basi bibie Maya anaanza kumshika mshikaji. Jamaa anakataa kabisa, yani hataki kufanya kitu chochote na huyu binti tena. Yani kile kilichotokea ni kama mistake tu, lakini Maya yeye hataki kuelewa, yani ni kama amepata kichaa hivi. Yani hapa yeye anataka mapenzi tu, hamna kitu kingine chochote ambacho anakitaka. Asubuhi hivi imefika, jamaa anaongea na mpenzi wake Emma hapa, lakini Maya ametokea na kinguo huko anajishikashika, yani ni kama wadada wacheza video za ngono vile. Anakuja hapa aendelee kumtega Alex. Alex anaongea na simu, anamwambia baby, basi fanya urudi bwana, nimekumisi kichizi. Lakini bibi anafika hapa anamgasigasi, yani anamshika kila sehemu. Alex ana mind kichizi, anamsukuma binti, lakini binti hataki kuelewa. Unaambiwa yani umu tu anaenda mara mshike tumbo na nini. Alex basi ana mind, anamsukuma bibie hapa. Leo Alex anatoka chooni, anamkuta bibie yupo kitandani. Yani Maya ameingia mpaka chumbani kwa Alex. Alex anaanza kulalamika pale, mara si mlango unagongwa, anamsukuma huyu binti, anamficha nyuma ya kitanda. Mpenzi wake amerudi bila hata taarifa, anaingia mpaka pale Emma. Basi jamaa anazugazuga pale, mara mkumbatie mpenzi wake ili asipate tu hiyo nafasi ya kugeuka nyuma amuone Maya hapa nyuma ya kitanda. Basi akamwambia nenda washroom kidogo kajisafishe bwana, najua umetoka huko, jua limekupiga hapa mjini, utakuwa umejashuka sana. Bibi alivyokubali, jamaa amerudi haraka, anaanza kumsukuma huyu mtoto wa kike hapa, anamwambia Maya acha upuuzi, nenda chumbani kwako. Huko anamsukuma yani msobe ile, fungua mlango pale, nenda huko. Basi jamaa anapata stress kichezi, yani udemu anamuumiza akili. Emma yeye hajui chochote kinachoendelea kati ya hawa wawili. Basi amemwona Maya huko anamhagi kwa furaha zote, anamshabikia kichizi, anamwambia nimekumisi sana Maya. Basi Maya naye anamwambia nimekumisi bosi wangu. Wamekaa muda huu hapa, jamani kama hayuko sawa kabisa. Anamwambia kuna kitu nataka nikwambie. Maya naye anatokea chumbani kwake huko anashika tumbo lake, anadondoka. Basi Maya walishamwambia Emma kama ana ujauzito, kwa hiyo Emma anajua kabisa huyu Maya ana ujauzito, lakini hajui kama ujauzito ni wa Alex. Alex midai anaongea na rafiki yake, anamwambia huyu demu ananitia stress kichizi. Yani hapa nyumbani pamekuwa pakaliki. Nataka nimfukuze hapa nyumbani. Yani sitaki kumuona kabisa, hii mimba atajua anafanyaje. Maya alisikia yale yote ambayo Alex alikuwa anaongea. Amefika mpaka huko chumbani, anasema huyu Alex anataka anifukuze mimi hapa. Ana akili kweli. Basi akaingia kwenye begi akachukua simu yake, ni kidogoli tu fulani hivi, akaanza kumtumia meseji Emma. Sasa ameandika namba hapa, kwa sababu Emma hana namba kabisa huyu Maya. Kamtumia meseji, anamwambia mimba ambayo mfanyakazi wako wa ndani anayo ni ya mpenzi wako huyo Alex. Alex amefika mpaka huko chumbani, anamkuta bibie ni amevimba kinoma, anamwambia vipi? Emma anasimama, anamwambia nimepokea meseji hapa. Hii meseji inaniambia
wewe ndo mhusika wa mimba ya Maya. Basi jamaa alikuwa hana cha kujitetea zaidi ya kuomba msamaha tu. Hapa aliomba sana msamaha, lakini bibia alionyesha amekunja kabisa, akaondoka mpaka pale geto. Asubuhi imefika hivi, Alex anamhoji huyu bibie Maya kwa ukali kichizi, anamwambia wewe ndo ulituma ile message. Basi Maya naye anaona kama ameshakuwa mama mwenye nyumba hapa, anamfokea, anamwambia unajua kabisa nimembeba mtoto wako humu, kwa hiyo kutuma ile meseji kwa mpenzi wako ndo unaona ni makosa makubwa sana. Anamwambia unajua kabisa naenda kumwoa yule mwanamke. Basi waliongea pale wakashindwa kuelewana kabisa. Alex naye akamuita bibie huku Emma kwa ajili ya kumwomba msamaha. Amemuita Emma ni analia tu, yani haamini kabisa kitu ambacho kimetokea baina yao hawa watu wawili. Basi anashindwa kabisa kumuelewa Alex. Anamwambia hizo siku zote kama ulikuwa unanipenda ungeniambia, mimi siwezi kurudiana na wewe tena. Anamwacha pale sehemu ya appointment, anapita hivi. Basi Alex kichwa kinamgonga kichizi. Haikuishia hapo tu. Basi jamaa alimuita tena mpenzi wake kwa mara nyingine na mara nyingine tena, huku anazungumza naye. Basi Emma alionekana kama ameshaanza kusawazishika hivi, yani anaanza kumsamehe mshikaji hapa. Si unajua tena wanasema mapenzi hayaishi kwa watu kuchitiana. Basi wanasema mapenzi yanaisha kama mapenzi kati yenu yameisha nyewe wawili. Emma hapa alimsamehe kabisa Alex na alikubali tena kurudi. Basi Alex leo anarudi nyumbani usiku hivi, anatoka kwenye appointment. Kila akijaribu kufungua mlango umefungwa. Anagonga, Maya amejifungia kabisa, hataki kufungua mlango. Piga simu, lakini Maya apokee hizi simu zake. Jamaa ana mind kichizi, ilimbidi akalale tu kwenye gari. Asubuhi Maya anafika, anaenda kumgongea kwenye gari, anamwambia oh baby, muda wa kuamka umefika, amka sasa. Jamaa anatoka amevimba kichizi, afu bibie uwezi amini anajichekea tu, anamwambia oh baby boy, nimekumisi kichizi. Basi jamaa anamwambia wewe mwanamke, leo naenda kukufukuza nyumbani kwangu, yani leo haulali humu ndani, hauwezi ukanilaza nje kwenye nyumba yangu mwenyewe. Bibie ni kama anaona fresh tu kitu ambacho amekifanya hapa, yani hata ashtuki. Anamwambia oh, unawezaje kunifukuza na unajua kabisa na kiumbe chako humu tumboni? Jamaa ameingia mpaka chumbani, yani yuko serious, ashaamua huyu binti halali hapa ndani. Kampakia mizigo yake, anamwambia yani leo utatafuta pa kwenda. Bibi alivyoona mambo ni mengi, kamzaba na kitu kizito kichwani. Jamaa amekata moto hapo hapo. Bibi ndo anashtuka sasa, hii nimefanya nini hapa? Nimeshaua tayari. Kachukua begi lake na pochi yake, anacheza haraka hataki kuubakisha hata ushahidi. Ameingiza begi lake kwenye ile gari, yani aliiba hadi gari la mwana unaambia. Baada ya muda basi jamaa alizinduka pale na Emma alifika mpaka kwenye hiyo nyumba ya mshikaji. Walimuita afisa wa polisi pale kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Na huyo bibi wa kumuita Maya anaonekana sio mgeni sana kwenye madaftari ya polisi, yani yupo kwenye mafaili ya hawa polisi wa huu mji. Basi anawaambia sisi tuachieni kama vyombo vya usalama na tutafuatilia. Leo simu inaita hapo usiku. Basi Emma anapokea, wanawaambia hemu njoo kituoni, tumemkamata mtuhumiwa wenu na tumepata gari lenu. Basi bibi anaambia oh, shukrani sana, nitafika hapo bila kukosa. Walivyoenda kule na kurudi, wamekutana na mengine mazito kabisa. Yaani wamekutana na stori ya huyu Maya, kumbe alishtakiwa kwa kesi ya mauaji. Hapa sasa ndo tunarudishwa nyuma kidogo, ilikuwaje mpaka ile siku akampigia mshikaji usiku yani. Kumbe Maya alimuua mpenzi wake, yani katika kuvutana hapa na pale alimsukuma mpenzi wake akapigiza ukutani, alivyodondoka mpaka chini kafikia ubongo, pale alipoteza maisha. Kwa hiyo Maya alikuwa na kesi nyingine ya mauaji, kwa hiyo amekamatwa na amewekwa kwenye mikono ya sheria. Basi picha ndio inaishia hapo bwana. Usisahau tu kusubscribe, share, like na comment kwenye channel yetu, utakuwa umetisha kinoma noma.